Basi ndugu zetu, nataka kuchukua nafasi hii kwanza kuwashukuru watu wote wa Nakuru, viongozi, kwa sababu muliitwa na mukaitika. Majina. Na jina langu mimi naitwa Mheshimiwa Jenga Mungai, aliyekuwa mbunge wa Molo, pahali mimi nilifanya kazi kuwakilisha kwa miaka 20. Ninaomba mnikubali kwanza nitoe rabi zangu mimi mwenyewe kwa familia ya mzee wetu, baba wetu, shujaa wetu, Bwana Raila Odinga ambaye ametuacha. Nataka hizi rabi zimufikie Mama Aida Odinga, watoto wake na jamii yao kwa jumla. Kenya imestuka, sisi Nakuru tumestuka, huzuni ni nyingi, lakini hatuna chochote cha kusema au kufanya kwa sababu uamuzi wa Mwenyezi Mungu hauna appeal. Ulifanyika, tumeukubali, tumesema Baba, tumekuachilia, nenda ukakae kule mbinguni pahali ulikotoka, ukakae na muumba wako. Sisi wa Kenya kama mnavyojua, Baba alikuwa zawadi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu alitupatia. Na tunawajibika sana kama wa Kenya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupea Raila Amolo Odinga kwanza kama liberator wetu, mkombozi wa Kenya, kiongozi aliyeona mbali, kiongozi aliyesimama imara bila uoga wowote, kiongozi ambaye hakuwa na roho ya kujilipisa kisasi. Ametaabishwa sana maisha yake katika Kenya, ameumia katika jela za Kenya, ameumia katika detentions za Kenya, ameumia kwa mambo mengi ya Kenya, lakini hakuna siku hata moja Raila alikufa roho akakosa kujua mwelekeo wake haukuwa na ubinafsi kamwe. Mwelekeo wake ulikuwa ni mwelekeo wa Wakenya, ni mwelekeo wa Kenya. Kwa hivyo sisi kama watu wa Nakuru tunajiunga na wenzetu wa Kenya kwa jumla, jamii ya Raila, familia yake, kuomboleza kifo hiki na kusema tumempoteza mmoja wetu ambaye ni vigumu sana kumpata mwingine kama yeye. Lakini sababu Mwenyezi Mungu amesema, yetu ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupatia kiongozi kama huyo, na tunamuomba Mwenyezi Mungu pia kwamba Kenya ana watu wake wengi, ana vijana wengi, ana wazee wengi, ana wamama wengi. Atutafutie wengine ambao watakuwa na roho kama ya Raila, kusimama na taifa, kusimama na walio wanyonge, kusimama na ambao hawana sauti, wajitolee, wawe kama sauti, kama vile Raila alijitolea kuwa sauti ya Wakenya walio wanyonge. Kwa hivyo ndugu zetu, mimi nataka kusema kwa wakati huu ambao Kenya inaomboleza, dunia inaomboleza, tunataka zote tujiunge na wenzetu katika maombi Baba hadi apumzike, na zaidi ya sana tukumbuke ya kwamba Baba alituachia kitu kimoja: tuwe na umoja kama taifa. Hatuwezi kupata manufaa yoyote bila umoja kati yetu. Baba alituachia, hatuwezi kuwa taifa ambalo linatambulika ulimwengu huu, ambalo sisi wenyewe tunajitambulisha kama hatuangalii haki ya kila mmoja wetu. Wewe uangalie haki ya mwenzako,
Mimi niangalie haki ya mwenzetu. Wakenya waangalie haki yetu. Viongozi wa Kenya ambao wako uongozini, uwe ni uongozi wa vyama, uwe ni uongozi wa serikali, mjue ya kwamba bila haki hatuwatendei Kenya vile Raila alikuwa anastahili tuwe tukiwatendea Kenya. Kwa hivyo ndugu zetu, leo tuliitana pamoja, na mimi nasema si Jenga Mungai aliitana peke yake, tuliitana zote. Kila mmoja ambaye yuko hapa siku ya leo ulimuita mwenzako, ukamuita Jenga Mungai. Tukaona sisi kama Wanakuru tunaweza kusimama tukiwa kitu kimoja wakati wa huzuni kama hili, tuweze kusaidiana kubeba huzuni tulio nayo na Wakenya na familia ya Raila. Na kwa sababu masaa si mengi, na mimi najua mna kazi nyingi mnataka kufanya, jambo mimi nataka kuomba ninyi viongozi wa Nakuru, msiangalie vyama kwanza. Angalieni your local politics. Localize your politics, you people. Na wale ambao wanazungumza pale wajue, tulikuja mkutano mmoja, tukuja mikutano mingi. Sorry, nianza kuwataki hawa. Now, usahau hiyo watu wa magazeti. Mimi nasema, tunataka kusema hivi, watu wa Nakuru, tunapoangalia maslahi ya kwingine, tuangalie maslahi yetu watu wa Nakuru, ndio tuweze kuangalia maslahi ya Wakenya, na tuondoe ukabila baina yetu, ili tuweze kubeba Kenya kama Kenya ambayo Raila alikuwa anastahili, angependa kuiona. Na kwa sababu aliacha nusu yake, wacha tumalize ile nusu alikuacha, kuonyesha kwamba Wakenya wanaweza kuwa Wakenya na wawe kitu kimoja. May God bless all of you. I want to say something very brief in terms of introduction. Thank you. You know, you are Nakuru dwellers, we are rural areas. Let him say something. Let him say something. Thank you very much. Waandishi wa habari, tunataka kuwashukuru kwa kuja. Majina yangu ni Joel Maina Kairo, mimi ndio nilikuwa speaker wa zamani wa hapa Nakuru County. Hapa tumekusanyika viongozi wote wa Nakuru, viongozi wa vyama vyote ambao viko hapa Nakuru, na tumekuja hapa kutoa rambirambi zetu na kushikana na Wakenya ambao wanaomboleza kifo cha aliyekuwa Prime Minister wetu Raila Amolo Odinga, ambaye tunamuenzi sana, tunampenda. Alikuwa pia chairman wetu hapa, mimi ndio nilikuwa chairman wa Azimio hapa Nakuru County. Sasa vile mmeambiwa, ambaye atatutolea taarifa kamili ya condolences zetu ni Mheshimiwa Jenga Mungai. Na wacha nichukue fursa hii kuwakaribisha wote, viongozi wote ambao wako hapa. Na Bwana Jenga Mungai, asante sana kwa kuita mkutano huu. Karibu. Asante. Asante sana ndugu zetu. Nina kiongozi ambaye pia ningetaka aseme kitu kidogo, anaitwa Bwana Miruka, kwa sababu tulijadili na yeye na tukaona uzuri wa haya mambo. Bwana Miruka kuja hapa. Alafu Assumpta kama mama. Alafu mama ya condolences iko wapi? Haya basi. Acha ingie. Habari zenyu. Kwa jina naitwa Bernard Miruka. Mimi ndio mwenyekiti wa chama cha ODM Nakuru County. Ile jambo ambayo tuko nayo kwa leo ni kidogo sana. Juu mengi tuliozungumza jana. Kwa saa hii tulikuwa tumesanyana kama viongozi wa Nakuru ili tuzungumuze, tujadiliane jinsi ambayo tunaweza kaa siku ya Sunday tukue pamoja na kupigia baba pole on Sunday kule Bondo. So tumezungumuza, ambapo bado tunazungumuza, tujadiliane vile tutaenda huko. Ya pili, leo tuko na huzuni kama watu wakaji wa Nakuru, kama viongozi wa Nakuru. Hatukutarajia kiongozi anaweza tuacha haraka hivyo. Lakini hayo yote ni mpango ya Mungu. Na tumezungumuza Wakenya wote kwa jumla, wakaji wa Nakuru, tukue tuna amani. Imetendeka na imetendeka. Mpango ile ambayo tuko nayo kwa saa hii, sana sana watu wa Nakuru, tutapanga vile tutatoka hapa saa timu ina huge number ili tukusindikize baba on Sunday. Ni hayo tu kwa saa hii. Asante sana. Basi Madam Assumpta.
On behalf of ladies, yes. Sasa. Ninaitwa Assumpta Wangui wa Muiruri, kiongozi katika Nakuru County na mama ambaye nilikuwa nimeshikilia wadhifa wa uongozi katika Azimio Coalition during 2022 elections and after. Tuko hapa tukiwa muungano wa vyama kama vile Jubilee, kama vile ODM, kama vile DCP, kama vile Wiper na vinginevyo. Sote tumekuja hapa kuomboleza na wenzetu wa ODM ili tuweze kushikana kwa pamoja tukiomboleza kinara wa Azimio, tukiomboleza kiongozi shupafu, tukiomboleza mtu ambaye amepigania haki ya wananchi, kiongozi ambaye alikuwa akipigania haki za kibinadamu. Mioyo yetu imevunjika sana, mioyo yetu inamwaga damu kwa sababu ya ile kazi baba ametufanyia kama taifa. Mtu ambaye alikuwa mnyenyekevu, mtu ambaye alikuwa anafikiwa na kila mtu kwa grassroots, mtu ambaye alikuwa tayari kusikiza na kutatua masuala ya wananchi. Mungu ametenda jinsi amevyoona inafaa, na sisi hatuna lingine ili kukubali. Ingawaji mioyo yetu imesononeka, ingawaji sisi kama viongozi na haswa wale tumekuwa upande wa upinzani, ingawaje tunaumia, tunamwachilia baba, tunaomba Mungu ailaze roho yake mahali pema, na sisi tunasema hivi, tutashikilia nafasi ile. Hatutawacha Nakuru tuwe na pengo ya kutetea wananchi, hatutawacha Nakuru tuwe na pengo ya kutetea haki za kibinadamu, manake baba alitufundisha na sisi tulifundishika, tukashika hatua zake, na tutapiga zile hatua kwa ajili ya wananchi wetu. Asanteni wa Kenya, tuwe na umoja. Wa Kenya tuomboleze kwa amani. Wa Kenya tujue Kenya ni yetu sisi sote. Thank you. Jina yangu mimi naitwa Harrison Muiruri, Chairman Nakuru County Jubilee. Now on behalf of the family of the Jubilee Nakuru County, sisi tunasitikio sana na kifo ya Mheshimiwa Raila Odinga. Prime Minister ni mtu amefanya kazi katika Kenya hii, tunamkumbuka kwa sababu ya yale ametuongoza katika Kenya hii. Katiba hii tuko nayo na tuongoza wakati huu, yeye ndiye alileta katika Kenya hii. Hii devolution tunaona tunajifunia siku ya leo, tuko hapa. Hii devolution yeye ndiye alileta katika Kenya hii. Kwa hivyo baba ni mambo mengi ametufanyia vizuri, ametufanyia katika Kenya. Na sasa wakati tumesikia kifo yake tumesitika sana. Na kwa sababu hatuwezi kuuliza Mungu swali, tunaambia Mungu amlaze pahali pema peponi. Na sasa tunachukua nafasi hii kupe family yake wakati ya machozi mengi, na wamewachwa Prime Minister. Mungu awapoeshe roho zao. Na sisi kama viongozi katika Nakuru hii, sisi tumekuwa kitu kimoja kwa sababu hii ni jamii ya Azimio iko hapa. Na vyama vingine tuko hapa, tumeshikana siku ya leo kwa sababu tumewacha different zetu za chama. Tumekuja kwa sababu ya lengo moja ya kuomboleza kifo ya Prime Minister. Kwa sababu kila mmoja wetu ako na huzuni. Kwa sababu hakuna kiongozi mwingine Kenya hii ameacha history kubwa kama Prime Minister. Kwa sababu pahali ametoa Kenya hii alitoa ikiwa kuangiza. Na sasa pahali tumefika, sasa tumefika katika mwangaza. Na bado tunaendelea kutafuta hiyo mwangaza kwa sababu nia yake alikuwa Kenya hii iwe iondolewa mambo ya corruption, ufisadi wote ukuishe. Hiyo ndio alikuwa nataka tena tuwe na katiba mpya na BBI, lakini BBI haikutumishwa. Lakini hiyo bado tunaipigania na itakuja baadaye. Na Bwana amweke pahali pema peponi. Asanteni. Naitwa Kariko Mwangi Basu aka Basenga,
na mimi nimesimama hapa kwanza kushukuru wale viongozi wote wa Nakuru County hii wa vyama tofauti tofauti, tukianzia na familia ya ODM na Azimio. Kwa wakati huu Mwenyezi Mungu ameona tuungane pamoja. Kwanza ni washukuru wale wamepata nafasi hiyo ili tuwe pamoja wakati huu wa maombolezo ya baba yetu, ndugu yetu mkubwa, a patriot of this nation, a great fighter and a visionary man who fought for the second liberation, who suffered for this nation during the second liberation. Tumeungana hapa, mimi nikisimama kwa niaba ya DCP party in Nakuru County, kulete kwanza rambirambi zetu kwa mama yetu, Mama Aida Odinga, watoto wake, jamii ya mzee Jaramogi Oginga Odinga ambaye ndio walipigania uhuru wa nchi hii yetu, kujikomboa katika uongozi wa mkoloni. Wakati huu wanahusunika kwa kuashwa na mmoja wao. Vile vile nileta rambirambi zangu kwa jamii yote ya ODM Kenya mzima, ikianzia na Nakuru County, na kwa niaba ya familia yetu ya DCP kuleta rambirambi zetu safaraja na kusema tuko pamoja katika safari hii ya maombolezo. Tuko pamoja katika safari hii ya kumuaga ndugu yetu na baba yetu wa uongozi na siasa za Kenya. Kwa hivyo poleni sana wahusika wote. Asante. Kwa majina ni Godfrey Gitao maarufu Godi. Na represent youth wote wa Nakuru hapa Nakuru County. Mimi nakaa Gilgil Sub County, Baruke Buru Ward, mahala ambapo naishi. Na pia sisi kwa upande ya kisiasa pia huwa navaa upande. I was vying for Jubilee, nikapata ticket ya Jubilee kwa upande ya youth. But for now tunaomboleza pakubwa sana kwa kifo ya baba, kwa sababu imeaffect si mambo na chama peke yake. Kama mkiangalia wenye wameongea mbele yangu, kuna chama watu wamerepresentiwa unless ambao wayuko hapa. Kumaanisha baba alikuwa mtu wa watu wote, hakuwa mtu wa ukabila. Na kwa sasa kama youth tunasema hii siku ambayo imebaki, kama venye baba alitaka aweze kupumzishwa 72 days, tu Kenya mzima tuwe pamoja, tushikane kwa youth, wazee, wakina mama, ndio tuhakikishe amepumzika kwa njia yenye inastahili. Kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anataka amani. Alipokuwa anakuja hapa Nakuru, alikuwa anaacha Nakuru ikiwa na amani. So hata hiyo siku ya Jumapili ambayo tunaenda kumpumzisha, tunajiunga kama vijana, wakina mama, wazee, wote tushikane pamoja, tuhakikishe mambo inaenda vizuri kama venye serikali yetu imeshikana kushikilia jambo hili. Tuko pamoja na tunashikilia serikali nyuma yake kuhakikisha baba amezikwa kwa njia ya heshima. Asanteni sana. Basi sasa kwa majina naitwa wakili Boniface Ndumia. Mimi ni mkaazi wa Nakuru Town East, which has a very heavy presence of ODM supporters. And again, I'm here as an advocate of the High Court of Kenya, and I'll speak on account of both. Firstly, I'd wish to join the family, the ODM fraternity, and the ODM Nakuru Town East fraternity in condoling and mourning the death of an icon. As a lawyer, Raila Odinga, we appreciate him for the constitutional dispensation that we are enjoying right now. But for him, we will not be enjoying the space, the constitutional space that we are enjoying. Human rights, he was at the forefront of stretching the liberties that we now enjoy. So on behalf of the LSK Rift Valley Law Society, I wish to condole with every Kenyan, because this is not an ODM affair. This is a Kenyan affair.
I wish to join all the Kenyans in mourning a fallen icon. His legacy will live on beyond us. Thank you so much. Asante sana. Hii ni figa ya ODM Nakuru, na sisi ndio tumekuja na tumefiwa. Kwa sababu ndio sababu tumekuja hapa kwa ajili ya kuona marafiki ya baba kwa jumla. Hii imekuja kwa ajili ya kuangalia vile tutaweza sindikiza baba. Baba alikuwa na marafiki kutoka kila kona ya nchi. Hakuchagua hii ni Kikuyu, hii ni Kalenjin, hii ni Jaluo ama hii ni Kisii. Alikuwa ameunganisha Kenya pamoja bila kuangalia kwa bila kubagua checho. Na ndio sababu unaona siku ya leo kama watu wa Nakuru wameamua ya kwamba waweze kutafuta mbinu ya kusindikiza baba, wajoin wa Kenya ingine kuweza kusindikiza baba. Na tunasema hivi, yale baba alisimamia tunajua. Tukianza kuongea tutaongea mpaka kesho. Ninaomba wa Kenya wote yale baba alikuwa nataka na sura ya Kenya tuweze kudhibitisha ya kwamba hata atakapokuwa arrest in peace, ya kwamba yale maono yake alikuwa nataka aone Kenya iko salama na Wakenya wanatimiza. Tusiongee mambo mingi. Bwana wabariki tunapo. Okay, thank you. My name is Josephine Atieno, former Waziri in charge of Youth Affairs, Sports, Gender, Social Services in Nakuru County, and also a daughter of Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga's name was deeply woven into the fabrics of politics and democracy in this nation, and he leaves behind a legacy that will live on. So with me here is a tribute to read on behalf of Friends of Raila Nakuru chapter, and I'll read it out. Today marks a grim reminder of the uncertainty and vicissitudes of life. We have lost a great leader, a visionary and an icon. Someone who stood valiantly for his beliefs, never wavering, and as a result, we witnessed great political and social changes. He is a light that has shone brightly and finally flickered in the wind, like a candle in the wind, gone too soon. Death is a thief and a robber. Our desire is that to remember him for the causes he stood for, the values he espoused, and to remember him as a great and admirable leader. There is no doubt that he leaves a legacy too large to emulate, and if we were to emulate his achievements, we'd hardly be comprehensive. Our thoughts and prayers are with Mama Ida Odinga and the rest of his family. The loss is not only striking to us as a nation, but to those who enjoyed close fellowship with him. It is difficult to surmise that what we're going through, and it is understandably a difficult time for them, just as for any of us. He was a father and husband first, then a father of the nation. Our prayers are also with the nation and people of Kenya at large, that is this difficult time we may find unity of purpose. And this unity of purpose may bring us to work together for the betterment of our country. This is what Raila would have desired. He envisioned a Kenya becoming a promised land, and though he knew he might not get there with us, we couldn't have been here without him. With those short remarks, we pay tribute to Raila Amolo Odinga, Ningikwe Wodjaduong. If there's anything we could have done differently, we would have strived to do it. We will miss moments shared with you and your zeal for just governance and democracy. Go well, son of the soil, go well. And may it be always said of you that the democratic space that we enjoy was out of your unceasing efforts. Thank you for your contribution. Thank you for your sacrifice until we are called up yonder and we meet again. God be with you till we meet again on that beautiful shore. Thank you. Thank you very much. Sasa. Thank you. My name is Susan Nyamai, representative, ODM chapter for persons living with disability.
We are here today to mourn Baba. Baba has been a friend. Baba has been a champion of inclusion. Baba is one person who has left a legacy in Kenya. We will forever remember him, and I want to appreciate those who spoke before me. Actually, this is a confirmation that Baba had very high value and served us with a lot of dignity as people living with disability. Before Baba, I want to say that we were a forgotten society, and with the new constitution that was Baba's brainchild, the PWD were given space. We were sitting in the same table of decision making, and this is something that cannot go unforgotten. He was our hero. He is an enigma in as much as he's gone. He will forever reign in our hearts. Baba, go well. Baba, we hope to see you in the right hand of God. And I want to send my condolences and the PWD as a society or as a community to Mama Ida. Pole sana mama, pole sana. May God see you, may God work for you, may God comfort you. We can only say very little, but we trust that God will be there for you. Thank you very much for this opportunity. Thank you. The national anthem. Tuimbe the national anthem. Hey. Tuimbe national anthem. Can we give national anthem our respect? Kujeni tuimbe national. Is a word of prayer. Nani atatuongoza? Kuja. Wakaka. Kuja hapa. Oh, she has a nice voice. Kuja hapa. Iba wimbo ya national anthem. Tunyamaze tupe national anthem heshima. Nguvu yetu ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Thank you very much indeed. May God bless all of you. Thank you, Nakonda. Joey! 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 Joey!